Tunaangalia kwa kipindi chote umeweza kudominate mchezo, lakini dakika za mwisho kabisa umeweza kupoteza goli. Unahisi udhaifu ulikuwa ni upi ambayo imepelekea paka mahasimu wako wameweza kupata goli dakika za mwisho? Kila siku sisi tunafungwa kulingana na makosa ambayo tunayafanya. Na yote kwa sababu hiki ni kituo, ni academy, bado wachezaji bado hawajakuwa mature, kwamba kila siku tunarudia makosa yale ambayo kila siku, ndio maana mechi tunazipoteza. Lakini kwa sababu wanakuwa kadri tunavyofanya makosa, tunatakiwa tukayafanyie kazi katika kiwanja cha mazoezi, kwa sababu ni wachezaji ambao wanapita kwenye kipindi cha mpito, wanakuwa wanatengenezwa, kwamba naamini watapofika katika wakati wao, katika umri wao, naamini watakuwa bora, kwa sababu kila kitu kitawezekana, na kwa sababu watakuwa confidence itakuwa inapatikana, na experience ya mchezo wa mechi zitakuwa zinakuja. Ubora wa mpinzani wako ulikuwa ni upi ambao umepelekea paka kuweza kupata goli dakika za mwisho? Kikubwa kwamba kwa wao ni kitu kikubwa ambacho tujivunia, kwanza wana experience player. Hilo ndio jambo kubwa, afu na wachezaji wengi tayari matured. Wachezaji wakishakuwa matured, kwamba wanajua wacheze vipi kulingana na timu ambayo wanakutana nayo. Hasa kulingana na sisi ni kituo, ni academy, wanajua wachezaji wadogo wanapenda kucheza, kwamba wao kikubwa kwamba watakwenda kufanya pressing, lakini kingine watakwenda kuweka bato katika 1v1. Na hiko kitu nilikifanyia kazi baada ya mechi karibu 2 ambazo tulizokuwa tumepoteza hapo nyuma. Nilikifanyia kazi kwamba leo nikaja na tactical ya mfumo, PlayStation ya mfumo, strategy play ambayo nimekuja kuiswitch leo. Tulicheza na 4-2-3-1, katikati kwa na viungo 5. Ndio maana unaona mwanzo kutoka tunaanza mchezo hata wenyewe tuliwa surprise kwamba maeneo mengi ambayo mipira ilikuwa inadondoka tulikuwa tunaweza kuwin, na tulikuwa tunaweza kufanya pressing, tulikuwa tunafanya recovery nzuri. Pindi tunapokuwa na mpira tunaweza kupossess, tunaweza kuutanua uwanja na tunatengeneza zile nafasi ambazo tulizoweza kuzipata, lakini tuweza kukosea zile nafasi ambazo tumeshindwa kuzibadilisha kwa goal. Hilo ndio tatizo kubwa, lakini kingine tukawa bora ambapo tunapokuwa hatuna mpira tulikuwa tuko wengi, kwa kuwanyima wao nafasi ya kuweza kutuhukumu mapema, kwa sababu tuliendelea kuwachelewesha. Tukaweka mpango wetu kama tujapata goli kipindi cha kwanza, basi na sisi tuweze kuruhusu goal, kwamba tutoke kipindi cha kwanza tukiwa bila ili tuweze kipindi cha pili kuona kwamba tunakimaliziaje hiki kipindi cha pili ambacho kinakuwa ni kipindi cha mwisho, kwa sababu tumeshapoteza mechi 2, tunakuwa tunashuka katika motivation ya mchezo. Kwa hiyo ili tuweze kugain mechi lazima hii turudi kwamba tuchelewe kufungwa ili tuone kwamba mechi tunaweza kuimaliza vipi. Lakini all in all, kwa sehemu ya matokeo tumeweza concede matatizo ambayo tumeweza kuyafanya katika sehemu zetu za set pieces. Wameweza kufanya foul nzuri, na kulingana na sisi vimo vyetu wameweza kutumia nafasi hizo, wanaweza kutufunga. Hilo ndio jambo kubwa ambalo nawapongeza, wameweza kutumia nafasi, wameweza kutufunga kulingana na wao experience yao. Lakini naamini sisi kadri tunavyozidi kuendelea kutrain timu, kutengeneza, naamini tutakuja kuwa bora baadaye, kwa sababu hii ni experience wanaipata vijana. Lakini haya makosa tunayofanya basi kwa wanatakiwa wageni ili tuweze kuwa bora. Dakika za mwanzo kabisa mmepata penalti na mkwaju ule pale wa penalti mkakosa. Labda katika viwanja vya mazoezi hiki hapa kitu mlikuwa mmeshakiandaa au ilitokea tu kama surprise na ukaamua kwamba mpigaji apige huyu? Hilo swala tulishalifanyia kazi katika kiwanja cha mazoezi. Tuna siku karibu ngapi ambazo tuko hapa katika viwanja vya mazoezi tumefanyia kazi. Tukimaliza tunafanya shooting power, tunafanya set pieces, hizi faulo, tunafanya hizo penalty shooter, tushafanya hizo. Kwa hiyo ilipotokea penalty, na ndio maana hata mimi maelekezo yangu kaambia ni golden chance, kwa sababu ni nafasi ya dhahabu ambayo sisi tumeipata, na kulingana kwa sababu sisi tushapoteza mechi, kwa ile nafasi itakuwa iturudishe kupata confidence ya kuweza hii mechi kuimaliza vipi. Sasa tumefanya makosa kipindi cha pili, maana yake tumekosa ile penalty, tukaendelea kwamba kuendelea kurecover taratibu, kwa sababu mchezaji anapokuwa mdogo, anapokosa penalty kama ile, na huko nyuma tushapoteza nafasi nyingi, tushapoteza mechi, kwamba anakuwa anarudi down. Lakini tulikuwa tunajitahidi, na ndio maana unaona siweza kuwalalamikia ili waweze kurecover wenyewe. Lakini unapopoteza nafasi kama ile ya penalty, kwamba utapokuja kipindi cha pili yule, kwa sababu tayari kashakuwa matured, unaocheza naye ana experience, anapopata nafasi kama ile, anapokuwa zibu, wewe lazima utarudi down, kwa sababu utakuwa unajiuliza kwa nini kila siku ni sisi tunapoteza mechi. Hilo ndio jambo kubwa ambalo limeweza fanya vile, na kama tusingekuwa makini tena zaidi, maana yake ongeza kutufunga hata goli la pili. Okay, sawa. Labda kwa kumalizia, nini neno lako kwa mchezo unaofuata? Tumebakiza mechi moja katika kundi letu, na hii mechi itakuwa sisi tupe taswira kwenye hili kundi, kwa sababu kwamba tulitakiwa tupate matokeo. Izeni kama tujapata matokeo basi tupate draw. Sawa, tupate pointi 4. Izeni mechi ya mwisho tuweze kusukuma
Simuelewa kulingana na watu ambao tunaenda kucheza nao. Tofauti na watu ambao tumekutana nao, hizi timu mbili ambazo tulikutana nazo katika kundi letu. Sawa kwamba tayari walikuwa na wachezaji wengi matchward. Lakini kwa mechi ya mwisho tulikuwa unaweza kukutana na watu ambao tunaweza tukafanana nao. Kwamba kulingana na ubora wetu tungeweza kuweza kupush team, na confidence ya mchezo huu itakiwa ndio iweze kwenda kutengenezea matokeo mechi ambayo ya mwisho. Lakini kwamba tunajipanga kwa ajili ya mechi, mashindano bado yanaendelea na mechi imebaki moja. Kwamba lazima tujipange kwa sababu huwezi kusema leo hii unakatisha mashindano. Sio discipline, sawa? Na sio sheria, kwamba lazima tumalize mashindano na lazima tuone kwamba tunamalizaje sehemu ya mwisho ya mechi, kwamba tunawezaje kupata matokeo angalau tutoke hata na result iliyokuwa bora, angalau tuweze kutengeneza balance ile ya namba yetu ambayo ya mashindano pindi tunapomaliza, tuone tunavyofanya analysis katika kuona zile rekodi kwamba tumemalizaje, tulikuwaje katika ligi ya mkoa msimu huu, tunafanyaje katika msimu ujao. Hilo ndio kitu kikubwa. Okay, sawa, asante. Kocha, pembeni yangu ninaye captain wa timu hii. Iliali wamepoteza, lakini lazima hatakuwa na neno lolote le pale kwa ajili ya mchezo ujao. Habari yako? Salama. Pole sana kwa kile kilichotokea. Asante sana. Labda unahisi makosa alikuwa ni yapi mpaka ikapelekea kuruhusu goli dakika za mwisho kiasi kile? Makosa ni ya mchezo. Mchezo na makosa. Maana tumechezea nafasi nyingi golini. Wenyewe paka kilia moja nafasi wakatumia. Labda neno lako ni lipi hasa kwa mchezo unaofuata? Mchezo unaofuata tujitume, tupambanie timu. Na neno lako kwa wachezaji wako, labda huenda hiki hapa kitu kimewavunja moyo huko, mkiangalia mna mchezo mmoja ambao ulisalia na mchezo wa leo ndio ulikuwa mchezo ambao mnatakiwa kufanya juu chini ili mradi kukua na nafasi yoyote katika muendelezo wa michuano hii hapa, lakini mmepoteza mchezo huu. Mchezo unaofuata ni mchezo ambao mnakuja tu kukamilisha duru, hauna maana yoyote. Nini neno lako kwa wachezaji wenzio? Wachezaji wenzangu na wasio wazidi kupambana, maana si bado watoto wadogo, maana tunazidi kufanya experience iwe kubwa. Mmoja wetu wa kujifunza hizi ligi zinafanya experience ni kwa hali ya juu. Sisi wachezaji wangu na wasi tunaweza kujituma mazoezini. Pia mechi inayofuata zidi tushinde ili tuweke nafasi nzuri kwenye ligi. Okay, sawa, asante. Kocha, kwanza ongera sana kwa kuibuka kidedea dakika za mwisho kabisa, dakika za jioni, huku tukiangalia golikipa wako kaokoa mchomo, ni penalti. Watu wanasema kama penalti ni nusu goli, lakini golikipa kaweza kucheza. Nini siri ya mafanikio ya mchezo huu hapa? Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu kwa kuanza mechi salama na kumaliza mechi salama. Pili ni washukuru wachezaji wangu kwa kufuata maelekezo niliyowapa. Wamecheza na tumepata matokeo. Kwa mechi ilikuwa ni ngumu, wenzetu wamejipanga na sisi tulijipanga kwa namna yetu. Kikubwa ni matokeo. Pointi 3 ndio muhimu. Haijalishi tumefunga goli ngapi, tumepata nafasi ngapi. Kikubwa kwenye timu yangu napenda kusisitiza mara nyingi tutafute nafasi nyingi za magoli na tupate matokeo. Mchezo ulikuwa ni wa kimbinu sana, hususa katika kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili ulikuja ukabadilisha kabisa mfumo. Nini ambacho uliwaambia wachezaji wako katika chumba cha kubadilishia nguo? Nilichowaambia kutokana na wao jinsi ambavyo wamejipanga na sisi ndivyo tulivyokwenda kucheza hiyo mechi tulivyojipanga, ibidi tubadili mfumo na tuje na mfumo mwingine tofauti na ule wa awali. Na ukiangalia matokeo wamefuata maelekezo na tumepata matokeo. Okay, mchezo ujao mnaenda kukabiliana na Magereza ambao kama vile wametoka kujeruhiwa, na mchezo huu ambao unakuja kuwa kama hatima kwa upande wao. Umejipanga vipi kuhusiana na mchezo huu ambao mnaenda kukabiliana na Magereza? Tunajua mchezo wa mpira ni mchezo mgumu. Magereza ni timu ngumu, tunaiheshimu, tumekutana nayo mara nyingi, tumewafunga, wametufunga. Kikubwa makosa ambayo tumeyafanya leo tutaenda kuyafanyia kazi katika uwanja wa mazoezi. Okay, asante sana. Habari yako bwana captain? Safi. Uko fresh kabisa? Niko fresh. I say kwanza hongera sana kwa kile ambacho kilitokea kwa siku ya leo. Asante. Mmeweza kudominate kwa kiasi kikubwa mchezo huu hapa, na ukiangalia wachezaji wako walikuwa na maumbo makubwa zaidi ya wapinzani, lakini mara kadhaa mipira za vichwa mlishindwa kuwawini ili hali vimo vyao ni vifupi. Nini ambacho umejifunza kupitia hali hiyo?
Ni umakini tu wa wachezaji wangu, kwa sababu ukiangalia upande mwingine wachezaji wangu ni wakubwa, wana muda, mpira wanacheza muda. Kwa ukiangalia kwenye upande wa makosa madogo tumeweza kupata nafasi pia na sisi, ila ndo kama hivyo nafasi moja tumeweza kuitumia. Dakika za jioni kabisa mnapata goli. Unahisi kama kocha ushauri aliyoutia na kile mlichoenda kukifanya uwanjani ni vitu viwili vinavyoshabihiana, au ulifika uwanjani baada ya kuona kama mambo ni magumu ikabidi nyie mpite na njia yenu? Na kipindi cha kwanza tumeingia kwa maelekezo ya kocha, pia mpira ni tulioingia nao kipindi cha kwanza kama hivyo vile ulivyoona. Kipindi cha kwanza tumeingia tumeshambulia, pia na wenyewe madogo wameweza kufika kwetu, ila tulipata nafasi pia tuliweza kushindwa kuwaweza kuwafunga madogo, ila makosa aliyokuja kutumia kipindi cha pili kocha maelekezo ni tuliokuja tukapewa, kweli tulienda tukafanyia kazi. Uimara wenu ulikuwa ni upi kiasi kwamba ikapelekea kupata goli dakika ile pale, na udhaifu wa opponent wenu ulikuwa ni upi? Kwanza cha kwanza naweza nikaasifia madogo, wamecheza mpira mkubwa sana, wampata nafasi pia na wenyewe wameshindwa kuzitumia. Kingine tuseme tu ni ukubwa wetu na uwezo wa toka muda tunacheza mpira, ndio hicho kilichopelekea mpaka tumpata nafasi na tumeweza kufunga.